Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Machi 25, mchague yeye kama rafiki yetu tunayemwamini. Siwaiti tena watumwa, bali ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Yohana 15:15. Tuombe. Asante Baba kwa masomo haya. Tunajikabidhi kwako tunapoanza kujifunza yale maandiko yako matakatifu. Roho yako Mtakatifu awe pamoja nasi akitufundisha na kutuhekimisha, na yote atusaidie kuyaishi sawa na mapenzi yako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Uovu unadumu hata sasa. Hatari ya siku za mwisho inaongezeka karibu nasi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi unapoa. Hili lisingalikuwepo kama wote wangekuja kwa Yesu na katika imani ya kweli wamtumaini yeye. Upole na unyenyekevu wake unaotunzwa moyoni utaleta amani na utulivu na kutoa nguvu za kimaadili kwa kila nafsi. Ufupi wa wakati unasisitizwa mara kwa mara kama kichocheo cha kutafuta haki na kumfanya Kristo kuwa rafiki yetu. Hii isiwe ya masakuu kwetu, maana ina harufu ya ubinafsi. Je, ni lazima vitisho vya siku ya Mungu viwekwe mbele yetu ili tuweze kubidishwa kutenda mema kwa njia ya hofu? Haipasi kuwa hivyo. Yesu anavutia, amejaa upendo, rehema na huruma. Anaomba kuwa rafiki yetu ili atembee nasi kote kwenye njia zinazoparuza za maisha. Anatuambia, mimi ni Bwana Mungu wako, tembea nami na kisha nitaijaza njia yako kwa nuru. Yesu, Bwana wa mbinguni, anataka kuwainua katika uhusiano wa karibu wale ambao wanamjia yeye wakiwa na mizigo yao, udhaifu wao na mahangaiko yao. Atawahesabu kuwa watoto wake na hatimaye atawapa urithi ulio wa thamani zaidi ya himaya ya wafalme, taji ya utukufu, taji iliyo na utajiri mwingi kuliko ambayo imewahi kupamba uso wa mfalme aliyetukuka zaidi ya kidunia. Ni wajibu wetu kumpenda Yesu kama mkombozi wetu. Anayo haki ya kudai upendo wetu, lakini anatusihi tumpatie yeye mioyo yetu. Anatuita ili tutembee pamoja naye katika njia ya utii wa unyenyekevu na wa kweli. Mwaliko wake kwetu ni wito wa kufikia maisha safi, matakatifu na yenye furaha. Maisha ya amani na pumziko, ya uhuru na upendo, na katika utajiri wa urithi wa maisha yajayo na ya milele. Ni kipi tutachagua? Uhuru katika Kristo au utumwa na udhalimu katika huduma ya Shetani? Ikiwa tunachagua kuishi na Yesu katika zama zilizokoma za umilele, kwa nini tusimchague yeye sasa kuwa rafiki yetu mpendwa sana na wa kutumainiwa, mshauri wetu bora na mwenye hekima zaidi? Ni fursa yetu kila siku kuwa na matembezi ya utulivu, ya karibu yaletayo furaha pamoja na Yesu. Hatupaswi kushtushwa ikiwa njia inapitia kwenye migogoro na mateso. Tunaweza kuwa na amani ipitayo ufahamu, lakini itatugharimu vita dhidi ya nguvu za giza, mapambano makali dhidi ya ubinafsi na dhambi ya asili. Ushindi unaopatikana kila siku kwa bidii na ustahimilivu, usiochoka kutenda mema, utakuwa wa thamani kwa Yesu ambaye ametupenda, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na uasi wote
na kujisafishia. Watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Mwana wa aliye juu alipitia aibu pale msalabani, ili wenye dhambi wasipate aibu na kudharauliwa milele, bali wakombolewe na kuvikwa taji ya utukufu wa milele. Utasoma katika The Signs of the Times la Machi 17, 1887. Huu ni mwisho wa somo letu la Machi 25. Mchague yeye kama rafiki yetu tunayemwamini. Na tuombe. Asante rafiki mpendwa, tunajikabidhi kwako siku ya leo. Masomo haya yakazidi kutubadilisha maisha yetu. Tunajikabidhi kwako, tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja.